Tuanze kuangazia ligi kuu ya NBC ambapo iliendelea tena hapo jana, ambapo vinara wa ligi kuu ya NBC ambao ni mabingwa tetezi klabu ya soka ya Young Africans imechomoza na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji Football Club au wakipenda waite wanakawekamo ama wanatipi Lindanda katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Magoli ya Young Africans hapo jana yamefungwa na kiungo mshambuliaji Mudathiri Yahya Abbas pamoja na bao moja likifungwa na Maxim pia Zengeli yalitosha kuisabaratisha Pamba Jiji Football Club iliyokuwa haijapoteza mchezo wote wa ligi kuu ya NBC wakiwa katika mchezo wao wa nyumbani. Nyota raia wa Uganda Aaron Okello Starboy ameendelea kuonyesha kiwango bora baada ya jana kutoa pasi 2 za magoli katika mchezo huo. Young Africans imefikisha alama 44 ikiendelea kujikita kileleni, wakati Pamba Jiji imeporomoka hadi nafasi ya 6 ikitoka nafasi ya 5 ikiwa na alama zake 26. Kwanza tuanze kuangazia kiwango cha Young Africans hapo jana. Michael, Young Africans ilicheza bila ya kuwa na yule pure striker unasema. No Depu, no Emma Mwanengo, no Clement Mzize ambaye muda mrefu hayupo ndani ya timu kutokana na majeraha, wakianzishwa wachezaji wawili pale mbele, Pacome pamoja na Alan Okello katika ikionekana katika starting, lakini baadaye Pacome alikuwa akionekana sana anatokea pembeni. Mudathiri ya basi ndio anacheza kama juu hapa. Kiwango cha Young Africans na game approach ya kocha Pedro. Ilikuwa ni approach ambayo Yanga baada ya kuona kwamba wanakosa huduma ya washambuliaji wao ambao mara nyingi huwa wanatumia, wakaamua kuja na mpango mwingine wa kuona ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakakabiliana na Pamba, ambao moja kati ya sifa ambayo amekuwa nayo kwenye msimu huu ni pamoja na kuwa na timu ambayo imekuwa ngumu kwenye eneo lao la kuzuia, kwa sababu kabla ya mechi hii ambayo wamecheza jana ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa pia zimefanikiwa kuzuia vizuri kwa daraja lao, kwa maana ya timu ambayo haikufungwa magoli mengi. Kwa hiyo Yanga walikuwa wanajua kwamba wanakutana na timu ambayo kwenye eneo la kiulinzi itakuwa iko na namba kubwa ya wachezaji kwenye nyakati kadhaa. Kwa hiyo ili upate faida unatakiwa kuwa na wachezaji ambao wanaweza wakafanya movement nyingi ambazo nyakati tofauti zitakuwa zinatoa kwenye nafasi zao wale walinzi ambao wanacheza kwenye maeneo. Moja kati ya faida ambayo timu huwa inapata ikiwa inatumia mchezaji ambaye wakati mwingine unaweza kumtem kama ni kiungo wa ushambuliaji ama winga akaingia kwenye nafasi ya kusimama kama mshambuliaji wa mwisho. Ni moja wapo ni kuwa na faida ya kumiliki mpira, kwa sababu ana hiyo sifa ya kuwa ni kiungo, anaweza akakaa na mpira kwa nyakati nyingi, lakini pia yeye anaenjoy kufanya movement ambazo zinaweza kaivuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani. Na unajaribu kuangalia hata impact ambayo ilipatikana kutokana na hizo movement, unaona hata magoli ambavyo yalifungwa, unaweza kuona hicho kilikuwa kinatokea katika nyakati ambazo kutembea kwa Okello pamoja na Mudathir plus kile ambacho kilikuwa kifanya Max na Pacome kilikuwa kinawatoa kwenye muundo mzuri wa kiuzuiaji Pamba Jiji. Sasa hilo ndio lilikuwa ni lengo moja hapo ambalo Yanga pengine alikuwa anatamani kuliona likiwa linafanyika. Unajaribu kuangalia kwenye starting 11, pengine ulikuwa nadhania Pacome ndio angekaa juu kwenye eneo ambalo alikuwa sambamba na Alan Okello. Lakini kilichofanyika ni kwamba mwalimu aliamua kutumia mapana ya uwanja kwa kuwa na Pacome pamoja na Maxim pia Zengeli, lakini ndani akamweka Okello pamoja na Mudathiri Yahya. Pengine alikuwa anatamani kuona katika mipira mingi ambayo itakuwa inapigwa kwenye ile eneo la mwisho la kiwanja kuwe na mtu ambaye anaweza akawa anafanya movement nzuri. Ukijaribu kuangalia Mudathiri Yahya kwenye eneo ambalo huwa anasogea juu, utakumbuka hata kwenye misimu iliyopita alikuwa anapata faida ya kufunga magoli mengi akiwa anatoka nyuma, anakuja kama late arrival kwenye eneo la mwisho la kiwanja anafunga magoli. Kwa sifa yake tu hiyo ilikuwa inamfanya yeye mwalimu kuamini kwamba huyu naweza nikamtumia kwenye ile eneo, atafika katika nyakati ambazo natamani kumuona mtu mwingine wa pili akipokea mpira baada ya mtu wa kwanza ambaye ni Okello, ambaye inaweza ikali target yetu kupata mpira wa kwanza. Kwa hiyo ikawa ni mpango ambao ulikuwa na walipo, kwa sababu nyakati nyingi ambao mpira ulikuwa unaenda kwenye hilo eneo
ilikuwa inawakuta wao wako kwenye mikimbio ambayo inafanana na kwenye mikimbio ambayo ilikuwa ni rahisi kwa mchezaji ambaye anaopata mpira wa kwanza kufanya setup kwa mchezaji mwingine pale ambapo anaona kuna ugumu kwenye kufanya attempt. Kwa hiyo ni movements ambazo ziliwafanya Yanga kuwa na matokeo sahihi kwenye eneo la tatu la kiwanja, which kwa wachezaji ambao anacheza kwenye eneo la ushambuliaji unaweza usimfundishe sana kuhusiana na position, kwa sababu yeye mwenyewe anatakiwa kuwa na movement nyingi ambazo zinaweza kuwatoa walinzi kwenye maeneo yao ya kuzuia. Na kwa Pamba tulikuwa tunazungumza hapa katika ubora wote ambao wako nao, lakini kuna sehemu ambayo ina weakness. Maeneo ambayo ina weakness kwenye eneo la kuzuia la Pamba, hasa ukiangalia system ambayo anazuia nayo walinzi watatu, ni kwenye maeneo ya pembeni kwa wale walinzi watatu kwenye yale magep ambayo yanatakiwa kuwa covered na wingbacks ambao utatamani navyozuia waje kuongezeka kwenye yale maeneo ambao ni Hassan Kibairo pamoja upande pili Ibrahim Abraham. Sasa kule ni eneo ambalo unaweza kutumia kama faida yako kwenye kushambulia, kwa sababu kuna muda wanaweza akawa naongezeka kwenda kushambulia mpira ukiwa kwenye eneo la katikati, lakini watakuwa na usahihi wa kurudi kwa haraka kuziba magep. Wakidelay wao unaweza akakimbia kwenye maeneo kwa ajili ya kupata hiyo advantage. Lakini kitu kingine kwa timu ya namna hii maana yake ni kwamba nyuma pia ya migongo yao kunaweza kawa na hiyo faida ambayo wanaipata, kwa sababu wakati walinzi wanaamini kwamba tuna backup nzuri ya wingback, wewe unaweza ukawa unaitupa mipira nyuma migongo yao kwa ajili ya kupata hiyo faida ambayo inaweza ikaonekana. Ndio maana unaona hata impact ya goli ambalo alifunga la pili ni mpira ambao ulipigwa na Pacome Zouzoua ukadondoka nyuma migongo yao wale, na Okello akaenda akaupata mpira then anapiga pass linakuwa ni goli. Kwa hiyo kuna hizo weakness ambazo huwa zinaonekana kwenye maeneo ya kiulinzi kwa sababu ya structure ambayo amechagua kwenda nayo kiwanjani na zile nafasi ambazo mnaziacha ambazo zinakuwa ni ngumu kuwa cover kwa wakati. Ndio maana unaona wamefungwa magoli ya namna hii, mipira inadondoka nyuma migongo yao. Hata pia kwenye mechi dhidi ya Simba hapo nazungumza kwa sababu hizi top teams ambazo tafsiri yake ya makosa ambayo unayafanya ni kubwa kuliko timu ambazo uko nazo kwenye madaraja ambayo yanafanana. Na hilo goli la Simba, Alassane Kante aliuchukua mpira katikati akupiga kwenye wing ya ambao ni ilikuwa ni upande wa kushoto wao wa kulia wa Pamba wanazuia. Pamba, yes, akaingia nayo Eli Mpanzu akapiga cross ya pembeni ya mbele hivi, Anicet Oura akatap in akatouch. Tuangazie jinsi ambao bao la kwanza, goli la kwanza lilivyofungwa la Young Africans, mpira mrefu wa Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, na unamkuta Alan Okello na anauset anauset na kwenda kuwa goli kwa Mudathir Yahya Abbas Muda. Goli la kwanza utaliona kile ambacho alichokuwa nakizungumza hii hapo. Shabalala anapiga pasi nyuma yao, unaitafuta yengo ya nyuma migongo ya wale walinzi watatu. Unajua hapo faida yake kwanza nini? Mtoza akirejea nyuma kitandani tuone. Ukiangalia Pamba mara nyingi katika eneo lao la midfield, hapo Mtoza kuna wachezaji takriban 6 kwenye eneo la midfield la Pamba. Ukitazama kabla ya mpira kutoka, kuna hawa watatu, kuna wale wengine watatu wako nyuma, manake zaidi ya wachezaji 6. Unafanyaje wachezaji ambao wako compact tuma nyuma mpira nyuma mabeki ya wachezaji wake? Unapotuma mpira nyuma ya defenders, manake kwanza wao concentration yao ya kwanza ni kwenye mpira. Kwa hiyo mtu ambaye analitazamia goli na mtu ambaye goli liko nyuma yake ni tofauti katika runs, kwa sababu yule ambaye goli liko nyuma yake manake cha kwanza anatakiwa awe na muda wa kugeuka ili kuligeukia goli. Unamwangalia namna ambavyo Okello anapokea mpira, ni kama vile alikuwa vile ashanusa ile hatari kwamba ni mpira ambao utatoka utaenda nyuma yake, kwa sababu jinsi alivyopokea Okello ni moja ya silaha bora sana ambayo alifanya. Hakujiuliza mara mbili wakati anapokea ule mpira. Alimtazama Mudathir Yahya ambaye alikuwa katika right position katika muda sahihi. Ndio hiyo tunasema kwamba uwe katika sehemu sahihi kwenye muda sahihi, ni rahisi sana wewe kuweza kuiconvert nafasi kwa goli. Tazama namna ambavyo mpira ulivyokuwa. Okello akutazama mara mbili, akamwekea Mudathir Yahya ambaye alikuwa onside position. No fast touch. Yaani yule mpira wakati unatoka kwake ni aliupiga tu kibao kwenda kwa Mudathir Yahya. Ndio ile tunasema kwamba alifahamu movement ya mwenzie na akajua namna gani ambavyo anaenda kuweka mpira. Ila kitu ambacho Young Africans wakifanya vizuri ni walifahamu kabisa kwamba tukiendelea kutembea na mpira
ni rahisi sana Pamba kuweza kudhibiti kwa sababu ya idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa nao katika eneo la midfield. Sawa. Wakati ile bao linatengenezwa, angalia tena bao la pili ambalo Young Africans wanalifunga. Pacome Pedro Zouzoua ambaye alikuwa anategemea kama ndio awe inside 10, alishuka deep zaidi nyuma, akaupiga mpira mrefu kwenda kwa Alan Okello. Alan Okello, what a pass, kwa sababu nasema ni kama pasi ya upendo, kwa sababu angeweza kuforce yeye mwenyewe, angeweza kufunga hapa kwenye tobo kwa Yona Amos. Unaweza kuona, iangalia hiyo Michael Hiera. Kwenye hilo pia unaona sehemu ambayo alikuwa amefika kwenye eneo ambalo utampongeza Yona, pengine kwenye kile unaenda kumzuia kwenye mwamba wa kwanza ili asipate option ya kushoot kwenye goli. Maana yake ni kwamba Yona alishamaliza kazi yake, inabakia kazi ya walinzi kwenye kufanya marking kwenye lile eneo kwa mtu ambaye anakimbia kuja kuufaidi huo mpira. Kama tayari ameshakuwa blocked receiver wa kwanza wa mpira, maana yake ni kwamba katika principles za kawaida za mpira, mtu hatari ambaye anafuatia ni yule ambaye anakimbia kuelekea kwenye ile tukio la kwenda kushambulia. Kwa hiyo hapo hatari baada ya mpira kupigwa, huyu ndo receiver wa kwanza. Mtu hatari ni yule Mudathir Yahya. Sasa unaangalia kwenye ile eneo Yona tayari alishauzuia umwamba wa kwanza. Wale walinzi wawili na aliuzuia baada ya Okello kama kutulia alivyo receive ile alivyotuliza mpira wa kwanza, wakati anajaribu kutafuta sehemu ya kuweka pasi tayari unaona alikuwa amefanya vizuri Yona Amos kufika kwenye ile eneo kwa ajili ya kuzuia isiwe rahisi kwa Okello kupiga mpira golini. Unaona alivyokuwa anakimbia na ubana kabisa mwamba huu wa kwanza, kwamba anamzuia kwa spigi. Sasa walinzi walikuwa wanatakiwa kwenda kufanya marking kwa Mudathir Yahya, which kwenye ile eneo na kwenye zile aina za marking hauhitaji tena kufanya zone marking, hauhitaji kufanya tu hybrid kwamba mmekuja kila mtu mmekuja hapa, lakini mtakiwa kufanya tight man to man marking. Kwa hiyo kicho kinatakiwa kufanyika pale ni wewe kudili moja kwa moja na huyu ambaye yupo anakuja. Kwa hiyo Mudathir kama angepata mtu ambaye anakwenda kumark man to man, nakumbuka alishawazuru tayari kwenye mpira wa kwanza. Yaani ilikuwa ni kosa ambalo linafanana na kosa ambalo alifanya mara ya kwanza. Kwa ni kama walinzi wenyewe hawakuwa aware na jinsi ambao walifungwa goli la kwanza. Wao wenyewe walikuwa wanatakiwa kujua kwamba goli la kwanza tumefungwa kwa kosa lipi. Ukishatambua kosa umefungwa kwa kosa lipi, maana yake hutaki tena kurudia ile goli. Moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa vina kera zaidi kwenye mpira ni kuona unafungwa magoli ambayo yanafanana. Yaani unafungwa goli ambalo sasa hivi kosa hilo unarudi unafungwa tena, afu unafungwa tena. Inakuwa ni jambo ambalo inaonesha kwamba understanding yenu ya kuona wapinzani wana stress kwenye eneo gani mnakuwa mjaifanyia kazi. Kwa hiyo kwenye ile tukio unaweza kuona bado walinzi wa Pamba pengine hawakuwa na awareness ya kutosha kuona kwamba uhatari ambao tunaupata kwenye eneo letu uko wapi zaidi, nani ambaye tunatakiwa kudili naye. Kwa hiyo kama angeenda kudili na man to man marking kwenye lile eneo, kwa sababu wao walikuwa bado na faida ya namba, wao walikuwa wanashambulia wawili, then sisi tuko watatu kwenye left defense. Maana yake ni kwamba mmoja ataenda kufanya pressure, mmoja atafanya cover na mwingine atafanya balance kwenye lile eneo. Haikuwa hivyo kwa sababu wenyewe awareness yao ilikuwa iko down kwenye yale matukio. Na hayo inaumiza ulivyosema kwamba kufungwa magoli yanayofanana. Hata niliona interview baada ya mechi kwa kocha Francis Baraza kuonyesha sura yake, kuonekana kutoelewa kwamba plan ya game na kwa nini imeenda tofauti. Angalia goli la tatu la Young Africans lilofungwa na Maxim Pia Zengeli, na yenyewe kipindi cha pili ilitokea eneo la pembeni mwa uwanja. Ni sehemu ambayo ni kama Young Africans wamewapatia somo Pamba Jiji Football Club kuhusiana na mfumo wao ule wa 3-5-2. Tuangazie bao la tatu la Maxim Pia Zengeli ambalo alilifunga. Maxi kama kawaida tena pembeni. Jana nilikuwa nauliza wachambuzi wangu, nikasema naona Maxi amefunga sehemu ngumu kuliko kwenda kupeleka pasi nyepesi kwa Mudathir Yahya pasi. Amna, ni maamuzi. Ila mimi ambacho nilifurahia, unajua siku zote ukizana na timu ambayo inacheza 3-5-2 alafu unacheza 4-4-2 Diamond, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Young Africans walikuwa wanacheza jana ilikuwa ni 4-4-2 ambayo iko kwenye Diamond set, kwamba
kuna ambao wako wide, afu kuna wengine ambao pale mbele kama vile wametengeneza yani kama wanatengeneza shape ya diamond. Ukiangalia hiyo goli lilivyotengenezwa, ukitazama namna ambavyo lilitoka wide kutoka wachezaji ambao wanacheza pembeni. Run ya maana sana ambayo alifanya Alan Okello. Ile ndio tunasema kwamba kumove. Unaona alivyo move. Hakukimbia kuelekea katika kibendera, aliamua kuingia ndani kidogo na Max Zingeli, na kweli alifunga goli ngumu ambayo inawezekana the best choice kama goli singeingia angelaumiwa. The best choice ilikuwa ni kwenda kumwekea Mudathiri haya ambaye alikuwa tayari ndani ya 6, ila tunasema kwamba aliweza kupata ile nafasi, ila faida ambayo Max anaifanya ni run zake. Pasi ya mwisho haijapigwa na Alan Okello, imepigwa na Alan Okello, ni assist yake. Assist yake kwa ni assist 3, triple assist 3. Kwa Max was on the right position, na kitu ambacho alikifanya Max ni kuwa inverted wingers. Hakuwa winger ambaye alikimbia kwa pembeni, aliona movement ndani ya box, akafanya runs ndani ya box. Angekosa angeweza kulaumiwa, ila kwa sababu alipata ile, nasema aliweza kuliona lango na kuweka mpira kambani, no doubt ni kitu ambacho ni kizuri. Changamoto ambayo kwa mtana nao Pamba, bado walikuwa nakubali kufunguka kwa idadi kubwa sana. Tazama hakuwa na yani, wakati Max anakimbia, angalia ndani ya box ya Pamba Jiji, kulikuwa na wachezaji wengi sana wa Young Africans kuliko wa Pamba. Maana yake kwamba kwenye swala la defense pia rest defense yao ilikuwa ina wachezaji wachache sana katika eneo lao, ambao wengi walikuwa wanacheza katika eneo la midfield. Inawezekana ile ni swali ambalo linazungumzwa. Pamba wamekuwa ni, ukiangalia usajili wa Pamba, wachezaji waliokuwa nao ni wachezaji wa daraja la kati wenye ushindani wa hali ya juu sana. Na mara kadhaa hapa hii panel imekuwa ikizungumza kuhusiana na usajili wa wachezaji wa Pamba, ukilinganisha ni kama vile Mashujaa Football Club, aina ya wachezaji ambao wapo nao, Dodoma Jiji Football Club, aina ya wachezaji ambao walikuwa nao. Pamba alitoka sare dhidi ya Simba. Pamba alitoka sare dhidi ya Azam Football Club. Uliona intensity ile ya Pamba ama walibi outshine na Yanga? Kwa mechi ya jana walikuwa wako down kwenye baadhi ya maeneo, na walikuwa wako down pia hata kwenye utekelezaji wa baadhi ya matukio ambayo wamefanya kwenye hizo mechi mbili ambazo umezitaja kwa dhidi ya top teams. Ukijaribu kuangalia kwenye mechi dhidi ya Azam kwa mfano, ilikuwa ni mechi ambayo wao walianza kwenye kasi ya juu hivi kidogo kuliko ambavyo walianza kwenye mechi dhidi ya Simba, na huku kwenye mechi hii imedrop zaidi kwenye kile ambacho wao walikuwa wamekifanya. Kama nakumbuka kwenye mechi dhidi ya Azam FC ndo ilikuwa ni mechi ambayo wao kwanza alikuwa kwanza kwenye matukio mengi, lakini pia alikuwa kwanza hata kwenye kupata magoli kwenye ile mechi. Kasi yao ilikuwa imekuwa ni kubwa zaidi, walijaribu kutumia faida ya kwamba energy wise sisi tunaweza tukawa tuko vizuri. Baadaye walivyokuja ku drop kwenye energy, ukaona Azam pia nao walivyointroduce watu wengine wapya na kuwa na uchaguzi wa namna hii ambao unaona weakness yao iko wapi, tupige mipira kwenye maeneo gani ambayo yatakuwa weak kwa wao kuja ku counter na kuchukua mipira, ikawa rahisi kwa wao kufunga na wakafunga wale magoli mawili. Lakini kwenye mechi dhidi ya Simba kuna muda unapongeza jinsi ambavyo kila mchezaji alikuwa committed. Wakati mwingine unahitaji tu commitment ya wachezaji iwe kwenye kiwango kikubwa. Utakumbuka pia kile ambacho alikizungumza mwalimu wao, kocha wao Baraza kabla ya mechi, akasema moja kati ya vitu ambavyo nategemea kuviona kutokea kwa wachezaji ni kuona wako na commitment, lakini pia anajitoa kama ambavyo huwa anajitoa kwenye mechi nyingine nyingi. Lakini haikuwa hivyo kwenye baadhi ya matukio ambao wao walikuwa wafiki wa kwanza kwenye baadhi ya maeneo, lakini wakati Yanga wanawauliza maswali kadhaa kwenye maeneo kwamba sisi tunaweza tukapiga hizi pinpoint pass kwenye maeneo ambayo nyinyi mtakuwa hampo, nani ambaye atawajibika kwenda kuichukua mipira, ikawa ni ngumu kwao kuweza kufanya hiyo kazi. Lakini kuna moments pia ulikuwa unaona Pamba licha kwamba walikuwa na namba kubwa wachezaji kuanzia kwenye eneo la kiungo kushuka chini, lakini kuna muda uwajibikaji wa kuweka pressure kwa wapinzani ulikuwa ni mdogo. Unaangalia kwenye mechi mpira ambao anaupiga wa kwanza Mohamed Hussein, hapakuwa na shinikizo lolote ambalo alikuwa amewekewa Mohamed wakati alikuwa amesogea kwenye eneo la midfield. Pasi ambayo anaipiga Pacome Zouzoua kwenda kwa Alan Okello, hauoni kama kulikuwa na shinikizo kwake wakati anaupiga ule mpira, kama aliuchukua akauset
akaangalia akapiga. Wakati nyinyi mna namba kubwa wachezaji kwenye ile eneo katikati, mnatamani kwamba kila muda muwe aggressive kufika kwenye maeneo, lakini haikuwa hivyo. Lakini kuna attempt pia alifanyia Damalo kama unakumbuka. Pasi ambayo alipigiwa na Max, bado hapakuwa na shinikizo hilo kubwa, which kwenye mechi zidi ya Simba ilikuwa uone hizo room zikiwa zinapatikana. Kila muda Simba alikuwa akipata mpira, kuna shinikizo kubwa ambalo lilikuwa linapatikana mpaka lilivyotokea kosa moja ambalo lilimwacha Alassane Kante akaupata ule mpira. Kuna mtu pia alienda kuweka pressure, lakini pressure ilikuwa ndogo, akaipiga ile pasi ikaenda kuzalisha goli. Kwa hiyo kwenye mechi kwa msingi wa swali lako, nafikiri kuna maeneo ambayo pressure iliyokuwa inaenda kuwekwa kwa wale ambao walikuwa wanazalisha pasi ya kwanza ilikuwa ni ndogo, lakini namba tu ya watu ilikuwa inaonekana iko sawa, lakini pressure ilikuwa ndogo. Pressure ilikuwa ni ndogo, lakini Young Africans. Unajua Pamba ni timu ambayo inapenda sana matumizi ya nguvu. Ila mechi ya jana Young Africans walikuwa hawaruhusu kuguswa katika mili yao. Yaani mara nyingi sana Young Africans walikuwa wanachukua mpira eneo ambao wanajua kabisa Pamba hawafiki, kwa sababu walikuwa hawataki contact. Pamba ni timu ambayo inapenda sana contact. Kwa lazima tuseme pia kocha aliweza kuwasoma vizuri sana Pamba kujua namna gani ya kuweza kuwa face. Sawa, baada ya mchezo kumalizika, tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na mchezaji wa Young Africans Alan Okello pamoja na kiungo wa kikosi cha Pamba Jiji Football Club, si mwingine ni Kevin Nation, kuzungumzia kuhusiana na mchezo huo. I would like to thank the Almighty God for today, for the 3 points. It was great, really teamwork from the team. We came here, we wanted the 3 points, and yeah, we fought so hard that we got the 3 points. And I'm happy that I could help the team to get the 3 points with having 3 assists today. And for me, if I can make sure and that I help the team to get the 3 points, it's always the best for me. Okay. It was your plan? For me, I think the role the coach has given me to play, it's changing my way because I'm very near the goal, and I can help the team with assist or score. But today, I thank the Almighty God that I got the 3 assists, but more so to get the 3 points. Yeah, mimi naweza nikasema tumefanya mistake kipindi cha mwanzoni, tumefanya mistake naweza nikasema za kibinadamu. Yani kuna mistake tu tumefanya za kibinadamu, lakini walimu wameona na walimu ndio watajua sehemu gani ambapo tulikuwa bora na sehemu gani tulikuwa dhaifu. Naamini watarekebisha kwa ajili ya mchezo mwingine. Mwalimu kaona strong point yetu ilikuwa wapi na weakness point yetu ilikuwa wapi. Kwa hiyo mwalimu ataona, naamini hili ni somo la kwa ajili ya mchezo unaokuja, naamini tutafanya vizuri. Kevin Nation akiweza kuzungumzia kuhusiana na matayarisho na mchezo na kusema kwamba mwalimu ameona yale ambayo yameweza kujiri uwanjani. Sasa miongoni mwa mambo makubwa ambayo baada ya mchezo huu kumalizika ukichana matokeo ni kuhusiana na kiwango bora cha Mudathiri Yahya Abbas maarufu kama Muda na takwimu ambazo ameziweka baada ya jana kufunga mabao mawili. Gari limewaka wa kiungo Young Africans Mudathiri Yahya Abbas ambaye jana alifunga magoli mawili dhidi ya Pamba Jiji Football Club na kufikisha magoli 7 sawa na kiungo wa Azam Football Club Faisal Salum Faila Sufi Feitoto. Mudathiri amezidiwa goli moja tu na kinara wa ufungaji Fabrice Ngoi Wangoi wa Namungo Football Club, hivyo kujua kwenye nafasi nzuri ya kuwania kiatu cha dhahabu msimu huu. Takwimu za Mudathiri Yahya Abbas, amecheza michezo 13, magoli 7, assist 1. Nidhamu yake ni 100%, lakini nyota wa mchezo ameibuka kuwa mara 2. Yeye ndio jina yake nyingine ni Zanzibar Greatest. Kuna Zanzibar Finest alafu na Zanzibar Greatest. Ama? Ndio. Superb kabisa. Magoli 7. Kwa hiyo ni vita ya Zanzibar Greatest na Zanzibar Finest. Aliandika ile nini ile slug. Mungu anamuona. Kwani hajamfikia? Hajamfikia. Kwa nini umesemaje? Kuna Zanzibar nini na Zanzibar nini? Kuna Zanzibar Finest. Kuna Zanzibar nini? Ndio. Kwa umeungana nayo. Kwa hiyo lakini jambo la kwanza tumshukuru mtozi. Kiwango cha Mudathiri Yahya Abbas Lilian Mkulu, kuna kipindi alikuwa na majeraha, alikuwa anakosa baadhi ya michezo. Inawezekana kama best moment kwa msimu huu 2025-26
nadhani hata kwa mashabiki wa Young Africans ukiachana magoli ambayo amefunga 7 ni pasi ya bao la Prince Dube dhidi ya FAR Rabat. Ni kama mechi fulani hivi ilimrudisha Mudathir Yahya Abbas. Unajua inawezekana muda akaanza vibaya ila akamaliza vizuri. Tunasema consistency. Huyu ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu sana. Tangu akiwa Azam FC hadi hivi sasa yuko katika club ya Young Africans. Ni mmoja wa wachezaji ambao wameweza kukeep ule nasema ule ubora wake ambao amekuwepo nao. Ukirejea hata wakati yuko Azam FC, rejea kile kikosi ambacho alikuwa anacheza nacho. Ni wangapi ambao hivi sasa wanapata namba ya kwanza consecutive? Ni yeye tu peke yake ambaye yupo kwenye kikosi cha Azam ambao walikuwa wanaanza. Kuna wengine ambao tayari washatundika daruga, wakina Agre Morris na wengine. Unamwangalia Shoa Boy na yeye pia alikopo naye. Sasa hivi amekuwa na sio mchezaji ambaye ni tegemezi katika kikosi cha Young Africans. Kwa one thing ambacho Mudathir ameweza kukitunza ni amekeep ile consistency kwamba inawezekana nikaanza msimu vibaya, ila I believe kwamba katikati ya msimu kuna kitu ambacho nitakifanya ambacho kitanikeep kwenye ile ramani ambayo naitaka. Ni mmoja wa wachezaji ambao amecheza kwa muda mrefu sana kwenye ligi yetu, hata ambao wanacheza hivi kwenye ligi yetu. Ukimwacha Masawe na the rest, mimi naamini hata katika ile top 10 ya wachezaji ambao wamecheza muda mrefu kwenye ligi yetu, anawezekana Mudathir Yahya basi akaingia. Ni mchezaji ambaye ameweza kuingia na kufanya vizuri. Faida yake ni moja. Ni mchezaji ambaye mimi naweza nikasema ni versatile player. Kwa sababu ukimwangalia anaanza kucheza kama kiungo wa chini, namba 6, anaweza kama namba 8, na pia ni mchezaji ambaye ana uwezo kuwa box to box midfielder, yani kiungo ambaye anazunguka maeneo mengi ya box ya kiwanja. Kwamba zile triangle ambazo zinasajika katika mpira ni mtu ambaye utamuona. Kwa hiyo hii performance kufika goli 7 maybe ni muda wake. Unajua mpaka anaitwa Zanzibar greatness sio kitu kidogo. Ni muda wake. Inawezekana this time around tukamwona Mudathir Yahya tofauti na yule ambaye tumemzoea. Na faida ambayo anakutana nayo hivi sasa ameweza kuwa kwa mfano mechi ya jana alikuwa helper mzuri kwa Young Africans kwenye kusaka alama 3. Kwa nini? Young Africans wana mechi takriban 4 hawana mshambuliaji wote tegemezi. Washambuliaji wote tegemezi hawapo katika kikosi. Kwa hiyo walihitaji mtu ambaye anaweza akapull up. Mechi ya Tanzania Prison tuliona Buba alijaribu kwa kiasi chake, tukaona namna ambavyo magoli anaweza kutafuta. Leo amekuja kama cheat code katika kocha cha Pedro na ameweza kuonyesha kile alichokionyesha. I believe ni kukeep ule ubora wake. Unajua kuna wakati katika mchezo wa mpira wa miguu ni consistency, na hiyo no doubt Mudathir Yahya ameweza kuikeep. Sawa, hayo ni kuhusiana na Mudathir Yahya Abbas Muda. Haya ni miongoni mwa magoli yake. Hii ilikuwa dhidi ya Tanzania Prisons. Amekuwa na mwendelezo mzuri sana, simu zinapigwa. Ukisahivi sio anampigaga nani? Unaam? Sasa anampigaga nani simu? Hizi ni salamu tu. Kwa nani? Salamu yoyote anaweza akapewa salamu. Mimi natamani nijue simu zote. Alisema anaipigia familia yake kwa sababu muda mwingi anakuwa hayupo nao. Au wewe ulikuwa unajua nini? Mimi nimeuliza tu. Kwamba kwa sababu yeye muda mwingi yupo kambini hivi anapiga simu kwa Mwanakerekwe. Ni sehemu Mwanakerekwe Zanzibar. Napata taarifa kwamba tayari huko mambo yametiki. Mambo mazuri. Mambo yametiki. Au ni zile simu alizotuambia siku ile ndugu yetu. Nani? Kwa hiyo hapo sio unapiga simu ya mechi mwenyewe. Huyu hakuepo usiki na hizo simu. Mambo gani haya tena? Mambo ya mwaya yani. Sawa, huyo ni Mudathir Yahya Abbas Muda na magoli yake 7. Tumtakie kila la heri katika kile ambacho anachokifanya.